الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Waislamu, bora ya maamkizi ni maamkizi ya watu wa peponi. Tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika hii makamu ni makamu kubwa. Sisi kama watu wadogo kama sisi tunaweza tukasimama katika sehemu kama hizi na kuipa haki yake. Tumezoea sana kusimama katika viwanja na kuwahamasisha vijana kuhifadhi Qur'an. Uwanja wa Qur'ani kwa kweli tunakuwa wepesi sana katika kuyahamasisha yale majambo, lakini viwanja vikubwa kama hivi vinahitaji watu wazoefu katika fani, na naona tupo hapa na mashehe wakubwa, lakini sijui kuna siri gani ya wasimamizi wa shughuli hii kusema nami leo nije kusema katika hadhara. Mimi ni mpenzi sana wa hadhara na naweza nikakuhudhuria wala watu wengine wasijue nimekuhudhuria. Kaa pembeni na mswalia Mtume, naondoka nikiwa yangu yameisha. Lakini leo na mtihani mkubwa ni wazi katika uwanja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu aniwafikishe kile kinachonipelekeza katika moyo wangu nikifikishe kwenu, nanyi mkipokee katika mioyo zenu na kiwakelekete, na matokeo yake yaweze kuwa jambo ambalo linaweza likafaida katika jamii yetu. Mimi siwezi kusema natoa mawaidha. Mimi nasema hebu tufikirieni kwa pamoja. Dini yetu ni dini inayozungumza na akili. Ayati za Qur'ani nyingi sana Mwenyezi Mungu anasema liqaumin yatafakkarun. Hizi ni aya na mazingatio kwa watu ambao wenye kufikiria, liuli albab, kwa watu wenye uoni mkubwa. Dini yetu, Qur'ani yetu ndio inazungumza na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tufikirie kwa pamoja. Hatufikirii mambo yanayotuhusu sisi wenyewe binafsi, bali tumfikirie Mtume na kazi yake sallallahu alaihi wasallam. Tumfikirie bwana mkubwa huyu na kazi zake alizozifanya. Tumfikirie bwana huyu na huu umma wetu ambao tuliokuwa nao. Naweza nikazungumza na hisia kwa namna fulani, lakini kama nitaziacha hisia peke yake bila kuja na akili, sidhani kama tutatoka na natija iliyokuwa nzuri. Naomba twende sambamba na akili. Tukifanya jambo, basi na wewe akili yako ifanye kazi kuipeleka katika jambo husika, ili tuone namna gani tunafika katika natija iliyokuwa nzuri. Watukufu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yahtamu bi amri muslimina falaisa minna. Yule asiyetia umuhimu mambo yanayowahusu Uislamu si katika wao. Naomba ndugu zangu, hebu tuwe pamoja tutafakari umma wetu uko wapi katika hali tulikuwa nayo. Tulibahatika katika masomo tuliyosoma, tulisoma tarehe al-qadim, tarehe al islamia, historia ya maendeleo ya Waislamu waliotangulia. Tuliwahi kuipitia katika masomo ambayo tulikuwa tunayasoma, tukawaona Waislamu wale namna gani walikuwa katika umma huu, kama nitakavyoeleza pale mbele.
zimepata expire, haziko sawa sawa. Ili umma uende sawa, kuna nguvu ambazo ni za msingi kabisa zinatakiwa zishikiliwe, ziuvushe ule umma katika maendeleo, ziuvushe ule umma katika mafanikio, kama tutakavyokuona zama zilizotangulia. Lakini wakati tuliokuwa nao, umma wetu umekuwa sawa sawa na umma ambao ulikuwa umeexpire. Aina kwa watu tunaelimia sisi Waislamu, iko wapi nguvu yetu ya kielimu? Wakati mtume wetu nyenzo kuu ya kwanza kupewa na Mwenyezi Mungu ilikuwa ni elimu, wote kujua. Lakini elimu yetu iko wapi sasa? Tuna viwango gani vya kielimu? Ala sabili mithali, kwa mfano hapa kwetu Tanzania, sisi kama Waislamu tuna vyuo vingapi vikuu? Ili swali sina kuiachia, kwa sababu kuiachia tutapata jawabu. Waislamu tunakajaa ni kama alituhusu, lakini imetuhusu. Tuna vyuo vingapi? Jawabu inaeleweka, tuna chuo kimoja tu. Wenzetu upande wa pili wana vyuo zaidi ya 36 jamiani, wana vyuo zaidi ya 36, sisi tuna chuo kimoja. Hii ndio mpaka tunaelimia. Hapa ndipo ambapo tunatakiwa tutoe wataalamu ambao watakaoongoza umma. Aina kwa wakati na al-adamia, nguvu yetu, ile nguvu yetu ya umoja iko wapi? Wakati tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu kusema wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, aya pekee iliyokuja na amri na nahi katika wakati mmoja. Wa'tasimu amri wala tafarraqu an-nahy, amru yaqtadi al-wujub wa nahy yaqtadi at-tahrim. Na kadha katika aya nyingine akisema wala tanazahu fatafshahu, wala msigombane nyinyi fatafshahu, mtafeli. Lakini umma wetu tunaujua sisi wenyewe namna gani jinsi ulivyo. Matokeo yake ndipo hapa tulipofikia. Kuna maswali tujiulize kwa pamoja. Kaifa sarat hadhihi al-umma? Wa limadha sarat ala hadhihi al-hal allati tu'aniha al-yawm? Wa hal kharajaha Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-umma خرجها لتكون على هذه الصورة التي نعانيها اليوم أم خرجها بأمر آخر؟ Kwa nini tumefika hapa? Kwa nini tuko hapa katika hali hii tuliyokuwa nayo? Hivi ameleta Mwenyezi Mungu umma huu ili uwe katika picha hii ambayo tunaiona, au ameuleta katika picha ambayo ilikuwa kubwa na nzuri zaidi? Nini kilichotoa kutoka katika picha iliyokuwa nzuri mpaka tukafika katika hali hii ambayo tumekuwa nayo? Maswali haya kama hayaulizwi hayawezi kupata majibu, hatuwezi kujadua. Na ndugu zangu, habari zetu kama hizi ndio kwa kujadili matatizo yetu, ndio kwa kutengeneza mambo yetu, ndio kwa kushauriana na kuhamasishana ili kutengenezee umma mustakabali uliokuwa mzuri. Hao walioziweka habari hizi walitumia habari hizi katika maendeleo ya Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf, cha pili tanhauna 'anil munkar, cha tatu tu'minuna billah. Umma wetu ni umma bora, umma wetu ni umma bora. Kwa nini umekuwa bora? Tena kwa watu wote. Sio bora umma huu, sio bora kwa Waislamu tu. Umma huu ni bora kwa watu wote. Ukhrijat lin-nas, kwa watu wote. Kwa sababu gani? Ta'muruna bil ma'ruf, kwa sababu nyinyi mnaamrisha mema. Wa tanhauna 'anil munkar, na kwa sababu nyinyi mnakataza yaliyokuwa mabaya. Sababu hizo mbili, na mnamwamini Mwenyezi Mungu, umma huu umekuwa bora kabisa. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata
litakunu shuhadaa ala nasi wa yakuna rasulu alaykum shahida. Nataka nisimame na hizi nasi mbili. Ukhrijat linnasi ja'alnakum ummatan wasatan litakuna ala nasi. Katika pitia katika tafsiri anazungumza mwanachuoni mmoja, annasu katika hizi aya mbili yufidu anna hadhihi al-umma akhrajaha Allah subhanahu wa ta'ala laysa li dhati nafsiha bal akhrajaha li muhimmatin 'azima, li muhimmati al-riyada wal qiyadati al-bashariyya. Anasema mwanachuoni huyu kwamba ukiziangalia nasi hizi katika Qur'ani inaonyesha kwamba umma au kutumwa kwa maslahi yake yenyewe binafsi. Huu umma umetumwa kwa ajili ya watu wote, na hadi inalazimisha lazima iwe wote, kwa sababu mtume wetu ni mtume wa mwisho. Kwa kuwa ni mtume wa mwisho, lazima watu wote wategemee umma huu kupata mafanikio. Sisi tukijipa likizo ya kufanya kazi yale majukumu aliyotupa Mwenyezi Mungu, tunakuwa pungufu yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hebu tumwangalie Mtume kidogo alifanya nini. Mtume alisema, ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jamia, inni rasulullahi ilaykum jamia. Enyi watu, mimi ni mtume wenu wote. Na kweli alikuwa mtume wa wote. Alisimama alitangaza dini kwa watu wote. Akiwa yuko Madinatul Munawwara, alianza kutoa wajumbe wakienda katika wafalme emiratoriati kubwa zile za Furs, za Rumi. Wakati huo hao walikuwa kama Marekani na Urusi. Alikuwa anawatumia ujumbe, aminini Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Alifanya hivyo huku akiandaa sahaba wake radhiallahu ta'ala alayhi. Aliondoka mtume, Mwenyezi Mungu akimwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aliondoka katika mazingira hayo, dini hii ilikuwa imekamilika, lakini dini ilikuwa iko katika zawia ndogo tu pale. Sahaba kwa kumtambua mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye ametumwa kwa ajili ya umma wote na yeye ndio mtume wa mwisho, walianza kufanya ile kazi. Walianza kazi pale mapema sana. Mnakumbuka msafara aliyekuwa anauongoza yule mtoto mdogo aliyekuwa na umri mdogo, ulikuwa unakwenda kumbi Shetofani. Ni nani yule? Nani? Ni Usama bin Zaid. Mtume kashaondoka, kabla mambo yote hayakuwa sawa, mtume alikuwa kashamwandaa huyu waende kwenda kwa upande wa Rumi kule kutangaza Uislamu na kwenda kufanya futuhat. Watu wakasema huyu mdogo mtume, lakini Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akasema, siwezi kuishusha bendera aliyopandisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitoka yule bwana akaanza harakati za kutangaza Uislamu kutoka nje ya bara Arabu. Kwa muda wa miaka 50 tu Uislamu ulienea kutoka kusini ya nchi ya China mpaka Muhit al-Atlas, mpaka katika Muhit al-Atlas, kutoka China mpaka hii Muhit al-Atlas, Atlantic Ocean. Uislamu ulikuwa umeenea tayari miaka 50 tu. Watu wakawa wanaendelea na kazi. Yalikuwa sio maneno matupu, yalikuwa maneno na vitendo. Sio Uislamu umeenea hivi tu, Uislamu ulikuwa umeenea na watu wameingia katika Uislamu kwa mapenzi, na watu walikuwa wako tayari kutangaza na kupigania Uislamu. Watukufu wa Islam, hapa ndio kwa kujiuliza, sisi tunafanya kazi gani? Je, akhlaq zetu zinafanana na akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, tunafanya zile muktadayati ambazo tunazotakiwa na Mwenyezi Mungu katika kuitangaza dini yake? Kwa sababu hii dini aliyosema Mwenyezi Mungu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, aienei
kwa maneno matupu, inatakiwa ienee maneno yakiambatana na vitendo. Vitendo vinafanya kazi hiyo kubwa zaidi kuliko maneno. Maneno matupu hayafanya kazi. Hebu mtaka kuelewa kwamba maneno matupu hayafanya kazi, angalia katika zama zetu hizi za sasa hivi. Tani ngapi za hutuba za Ijumaa zinatolewa kila mwaka au kila siku? Zile tani za hutuba zina athari gani katika jamii? Ndio maana nataka akili tujenge pamoja, tutafakari zile tani za hutuba za Ijumaa zinazotolewa zina athari gani kwa sisi umma wa Kiislamu. Ni kwa sababu tunatoa maneno ambao hayajatoka ndani ya moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam Muadh bin Jabal akimwambia nenda Yemen katangaze dini, faliyakun awwal ma taqulu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza la kuambia wale kawaambia la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ni kitu kikubwa sana. La ilaha illa Allah ni kitu kikubwa sana. Huu ndio msingi wetu sisi. Huu msingi tukichukua kama hivi tunavyochukua sasa hivi, wallahi tutakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. La ilaha nafyun illa Allah ithbatun. La ilaha unakanusha vyote visivyofaa. Miungu, mifumo, taratibu zote zilizokuwa mbaya hazitakiwi ziwepo. Illa Allah peke yake, Mwenyezi Mungu peke yake. Na mifumo aliyeleta yeye kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukifanya hivyo ndio itakuwa ile neno la mtume Mwenyezi Mungu analosema farakallahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha wa far'uha tu'ti ukulaha kulla hin. Lakini mbona la ilaha illa Allah yetu haifanyi kazi? Hebu tuangalie la ilaha illa Allah za wenzetu zilikuwa kidogo tu, tumekwenda sana. La ilaha illa Allah za wenzetu walizifanyia kazi sana. Nimekwambia miaka 50 tu Uislamu ulienea kutoka China mpaka Maghrib al-Arabi ile pale. Miaka 50 tu. Ilikuwa kila siku tukenda mbele, watu wanaendelea katika vipengele vyote, sio kipengele kimoja. Kwa uchache wa muda nichukue kipengele hichi kimoja, kipengele cha elimu. Waislamu hao waliokuwa na la ilaha illa Allah waliendelea katika sekta ya elimu katika kiwango kikubwa sana. Mimi nikiwauliza hapa, chuo kikuu cha kwanza ulimwenguni ni kipi? Chuo kikuu cha kwanza duniani hapa ni kipi? Watu wanaweza wakafikiria labda kiko Europe. Hapana. Nikiwa mtihani hapa ni kipi? Hapana. Chuo kikuu cha kwanza kabisa katika Uislamu tarehe inatuambia Al-Qayrawiyyin, Jami'atul Qayrawiyyin fi Fas, Maghrib al-Arab. Hichi ndio chuo kikuu cha kwanza. Nenda katika website ni watu sasa. Nenda katika website ya UNESCO. Nenda kaangalie pale, utafute hiyo chuo kikuu cha kwanza, utaambiwa chuo kikuu cha kwanza ni Jami'atul Qayrawiyyin. Ilianza vipi? Na ndio alianza kama msikiti. Mama mmoja mtu wa heri, Bi Fatima binti Muhammad al-Fihri al-Qurashi ndio aliyejenga msikiti huu. Ulikuwa ni mwaka gani? Ni mwaka 875 mpaka 879 AD miladi. Hii mwaka huu wa Kikristo. Mwaka huu wa Kikristo. Miaka hiyo 800, hiyo ni 900 tunayozungumza. Msikiti wa kawaida tu. Kulikuwa pale kuna kitabu kimoja cha tarehe anasema kulikuwa ndani yake mle mna halaka ya zaidi ya 150 za ilmu tofauti. Ukitaka jiografia utaikuta mle. Ukitaka fiqhi utaikuta mle. Ukitaka tafsiri utaikuta mle. Ukitaka riadhiyati hesabu utazikuta mle. Ikichuo kiliendelea mpaka kikawa kinapokea watu kutoka nje. Manake baadaye msikiti tena ukawa sio msikiti, wakaweka marafiki nje.
wakawa wanapokea watu kutoka nchi za nje, wanatoka Europe, wengine wanakuja kusoma katika Magharibi al-Arab. Kuna watu maarufu katika ulimwengu wetu huu wamesoma katika Jamiatul Qayrawiyyin. Kuna mashekhe kama Ibn Khalduni kasoma katoka pale. Kuna Shekhe Al-Idrisi, mtaalamu huyu ndio mtu wa kwanza tunaambiwa aliyetengeneza lile tufe la dunia na kulitengenezea ramani yake kitabu chake. Al-Idrisi kasoma pale. Lakini cha ajabu, kuna papa mmoja ambaye alikuwa ni pope katika mwaka 999, anaitwa Sylvester wa pili. Nendeni mkagugo, mtamkuta Sylvester wa pili, anaitwa Jorbot, kitu kama hivi. Huyu, kuna mustashiriki mmoja, msomi mmoja wa kimagharibi aliyeusoma Uislamu vizuri, ametunga kitabu chake Shamsul Arabi Tastu ala Sharq. Jua la Waarabu linaimulika mashariki ya jua la Waarabu linaimulika Europe. Amezungumza vizuri sana. Pope huyu ndiyo ambaye aliyepeleka namba zilizokuwa zinatumika na Waarabu kuzipeleka Europe. Leo mimi na wewe wengine unaweza kujui hizi namba tunazozitumia hizi 1 2 3 hizi unazozihesabu, hizi ni namba zetu sisi za Waislamu. Alizozitoa huku kuzipeleka leo ni huyo Pope wa mwaka 999. Alikuja kusoma pale, na yeye ndio huyu aliyefanya kidogo mukaraba, sheria zao kule zikawa zinakaribiana kidogo na sheria za Kiislamu. Zama hizo alikuwa mtu ambaye asiyesema Kiarabu Europe huko kwao anaonekana ni mjinga kusoma, kwa sababu ilmu yote ilikuwa katika nchi za Kiarabu. Ukenda Baghdadi unaikuta Jamiatul Baghdadi, ukenda pale Suria unaikuta Jamiatul Damashq, na yote ilikuwa misikiti. Ukija Masri unaikuta Jamiatul Azhar, ukenda Tunisi unaikuta Jamiatul Zaituni, na yote ilikuwa misikiti. Waislamu tulitawala katika mazingira haya, na huu ndio Uislamu. Mwenyezi Mungu akisema kuntum khaira umma, kweli tulikuwa umma bora sisi. Tunaambiwa tulitawala katika nchi zao kule. Tunasoma katika tarehe Spain ile au Andalus, Waislamu walikaa pale karne 8. Karne 8 ni miaka 800. Wakaanzisha chuo kikuu maarufu pale, Jamiatul Qurtuba. Angalieni katika historia mtaona. Tumewafundisha ustaarabu wao. Wazungu walikuwa hawajui kuoga. Vyoo vyao vilikuwa ni vyoo vya public. Mtu nyumbani kwake hakuna choo. Choo cha public. Mtu anaoga kwa siku kwa wiki labda mara moja ajisikie tu kuoga, lakini kuoga sio lazima. Tulivyoingia sisi tunajitambua sisi. Kuoga, kuna kuoga faradhi, kuna kuoga sunna, kuna kutawadha. Yani hawa ndio wale ambao walioichukua la ilaha illa Allah qawlan wa fi'la. Mimi mtu mwingine nilikusudia kumzungumza hapa ni shekhe mmoja, lakini baadaye akawa mtaalamu mkubwa sana, Ibn Nafisi. Ibn Nafisi huyu bwana huyu, yeye ndio mgunduzi kwanza wa dauratu damawiyya sughra. Jamani, hii sio mawaidha, hii ni muhadhara, na lazima wakati mwingine tufanye hivi. Lazima wakati mwingine vitu kama hivi vifanyike ili watu wajue, watengeneze hasira katika moyo, tufanye kazi. Huyu bwana Ibn Nafis ndio mgunduzi wa dauratu damawiyya sughra. Ni nini dauratu damawiyya sughra? Europe wao walikaa karne 10 wakiitakidi kwamba damu asili yake ni kutoka katika ini. Inatoka kwenye ini, alafu inakwenda katika moyo, alafu ndio inatawanyika kwenye moyo. Karne 10 wamekaa katika mazingira hayo. Ibn Nafisi kwanza ni shekhi. Historia yake unaambiwa alihifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka 7. Akasoma tafsiri, akasomeshwa fiqhi ya Imamu Shafi'i rahimahullah. Huyu alikuwa ni Shafi'ia. Alivyotoka huko akaja Dameski,
akaingia sasa pale katika Bi Maristan. Bi Maristan ni hospitali, wakati huo walikuwa wanaziita Bi Maristan. Akaingia katika hospitali, akakutana na shekhe, jina lake limenitoka kidogo, akaanza kuchukua ilmu ya tibi. Sio tibi ile tibi nyingine, hii tibi ni ile tibi hii ya wazungu. Akachukua ilmu ya tibi huyu bwana, ndio akaja akamwambia hapana jamani, damu inatoka katika moyo inakwenda katika mapafu, ikifika katika mapafu inachukua oxygen, ikitoka kuchukua oxygen katika mapafu, ikitoka katika moyo kwanza inatoka katika ile butaini al-aisar, ule mkono wa kushoto, wenyewe waliosoma wanajua, inakwenda katika mapafu inachukua oxygen, ikitoka na oxygen kule inarudi katika butaini al-ayman, tumbo la kulia. Ikishaingia katika tumbo la kulia inatawanyika katika mwili wa mwanadamu, mwanadamu anataharaki katika maisha yake ya kila siku. Hii tulivamiwa kina Maghuli wale walivyokuja katika vita, wakabeba vitabu vyote vya Waislamu, vile vitabu vikafichwa katika sehemu tofauti, watu wakakaa kimya, wakawa wanagundua wao sasa, wanasoma vile vitabu wanagundua, alafu wanakuja wanasema jamani tumegundua hivi. Ilipita mpaka karibuni tu 1800 na kitu, kuna msomi mmoja wa Kimisri akawa anaandika risala yake ya mambo haya ya moyo. Akaenda Ujerumani, Berlini, akakuta kitabu cha Ibn Nafisi. Alivyokiangalia akasema mbona hao wanasema wamegundua? Akaandika katika risala yake, akawapelekea maprofesa, muangalieni Ibn Nafisi kasema toka karne hizo zilizopita kwamba moyo ndio ambayo unafanya kazi katika mazingira haya. Wale wakasema hii kweli? Hawajui Kiarabu kwa sababu rejea zake, reference zake ni Kiarabu, lakini wazungu wana watu wao wanaojua Kiarabu mpaka katika zama zetu hizi. Anakupigia Kiarabu wewe mwenyewe utasema huyu labda shekhi. Wakampelekea bwana mmoja anaitwa Sir George Satan. George Satan alikuwa Kahira, mustashiriki mkubwa huyu. Hebu angalia hii risala ya huyu bwana, anatuambia hivi vipi. Yule bwana akarejea akaiangalia ile makhtuti, ile kitabu cha asili, akawaambia hakikatan hiki ni kweli na hili ni kweli. Na huyu bwana ametunga kitabu chake kimoja, huyu Satan huyu ametunga kitabu chake kimoja, wasomi hapa mnaweza kwenda kukiangalia. Kitabu chake kimoja amekita A Guide to the History of Science. A Guide to the History of Science. Chapter ya mwisho amemweka Ibn Nafisi na kazi zake hizi alizozifanya. Watukufu Waislamu tuna mengi na tuna vitu vingi ambavyo tulivyovifanya vya kujifakharisha navyo, lakini tumeuacha Uislamu wetu. Wewe ukiwa istiwajia leo Muislamu mbele za watu, ukikaa peke yako Uislamu haupo, wewe unadhania utazalisha nini? Ndio haya ambayo tuliyokuta, na haya alishasema Mwenyezi Mungu, waman aradha an dhikri. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Hii mada ni pana, ina urefu mkubwa, lakini turejee kwa Mwenyezi Mungu. Turejee kwa kumweka mbele Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tumweke Mwenyezi Mungu katika mizunguko yetu. Tumweke Mwenyezi Mungu katika hali zetu. Nafsi zetu tutatupoteza. Nafsi zina matatizo hizi. Nafsi kazi yake kumsukuma mtu katika mambo mabaya. Na ndio tulipofikia sisi. Hata kule Europe tuliondolewa kwa vitu kama hivi. Spain kule tumetawala miaka 800, tuliondolewa kwa kumwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi tuseme Waislamu wa Tanzania hatuna uwezo wa kuwa na vyuo vikuu hivi kweli? Kweli inawezekana hili jambo? Tuko wangapi sisi? Shilingi 100 tu tukisema. Shilingi 100 tu kila mmoja akasema mimi natoa, tutajenga vyuo vikuu mpaka vishi. Lakini tutajenga vyuo vikuu wapi? Wakati Uislamu wetu wa action na kuwekti. Mwenyezi Mungu atuwafikishe, tumfuate mtume katika haki yake, tumfuate mtume katika hali zinazohitajika ili tuweze kuwa Waislamu wa kweli. Hadha wa billahi tawfiq wala afwa minkum. Nimechukua muda mrefu, lakini mimi ni mtu mhamasishaji, si shekhe wa kutoa mawaidha. Kwa hiyo nimepita katika mpito wangu, mniwe radhi. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.